tutakuwa na hilo somo linaitwa nguvu ya kusikia. Utajiuliza, kuna nguvu gani katika kusikia? Ninachozungumzia hapa ni habari ya imani. Haleluya! Imani iko na nguvu kupitia njia ya kusikia. Pale mtu anaposikia, kuna nguvu ambayo Mungu anaachilia ndani ya mtu mwenye masikio ya kusikia. Haleluya! Asante Mtakatifu Bwana uliyemwezeshi, tunakushukuru kwa uweza wako. Ni wakati mwingine Bwana naenda kujifunza. Bwana tufundishe kupitia neno lako takatifu. Bwana tuwezeshe. Bwana tutie nguvu. Bwana pata kutunyenyekeza. Tunahitaji uweza wako na mapenzi yako yakapate kutimizwa mahali hapa. Tuongoze sawasawa na maandiko. Tuongoze sawasawa na Roho wako. Bwana uliye wa huruma sana, tuhurumie watoto wako, tuhurumie kanisa lako, tuhurumie Bwana, tufundishe, tuachilie Bwana, tuweze kujiachilia kwako. Yesu Kristo uliye mwaminifu, naam, ni kwa jina lako takatifu, amina. Tutaanza na kitabu kile cha Isaya 40 mstari wa 28 na wa 29. Somo ni nguvu ya kusikia. Isaya 40 ule mstari wa 28 na ule mstari wa 29. Sikia, unasomeka hivi: Je, wewe hukujua? Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Haleluya! Huu ni unabii wa nabii Isaya. Unatoa kazi na majukumu ya Mungu kwetu, kwamba Mungu ndiye huwapa nguvu wasiokuwa na nguvu. Mungu huachilia uweza kwa watu wasiokuwa na nini? Na uweza. Hivyo Mungu ndiye mwezeshi katika mambo yote. Lakini anapozungumzia hizo sifa za Mungu, kuna swali anauliza. Anasema, je, hukufahamu? Je, hukusikia? Mtu akiuliza hivyo, ni wakati gani? Ni wakati uliopo, uliopita, ujao. Nikisema hukusikia, ni wakati gani? Uliopita. Kwa hapa panamaanisha wazi kabisa, mtu unayeulizwa, unaulizwa yaliyopita. Neema imekwisha kufunga. Haleluya! Hakuna tena neema. Upo mbele ya kiti cha enzi, unahukumiwa sawasawa na matendo yako. Sasa kabla hujahukumiwa, ndipo unaulizwa hili swali ya kwamba hukufahamu, hukusikia. Jibu itakuwa nilisikia. Haleluya! Aidha sikusikia. Lakini Mungu anasema yeye ndiye mwenye uweza, utuongezea nguvu sisi, utupa sisi uweza. Elewana watoto, wasija kaanza kuwahubiri. Watoto ni wazuri sana, lakini tujapokuwa kwa ibada, akili ziwe kwa ibada.
Nguvu za Mungu zinaenda kwa mwanadamu kumpatia nguvu, lakini tunaona chanzo na mlango wa kuzipata hizo nguvu ni kufahamu na kusikia. Vile unaposikia habari za Mungu ndizo zinakuongezea nguvu. Mungu anajifunua kwa mwanadamu kwa njia ya mlango wa kusikia. Vile mwanadamu ambapo atakuwa anasikia habari za Mungu, ndipo ambapo atapata tumaini na uweza na nguvu, na udhaifu wake utapata kuimarika. Ndio maana tunasema ipo nguvu ya kusikia, na kusikia ninakozungumziwa yani neno la Mungu, si kusikia habari zingine. Kwa katika kusikia kuna nguvu. Hii itakuwa ni namna gani unapolisikia neno la Mungu, wewe unalichukuliaje? Ila maandiko yameweka wazi kwamba Mungu anawaongezea uwezo wasiokuwa na uwezo. Mungu anawatia nguvu wasiokuwa na nguvu, lakini chanzo chake huyo mtu asikie, afahamu, ndipo atayapata hayo. Haleluya! Tuangalie kitabu cha Danieli, kinazungumzia habari ya kuongezewa nguvu kwa njia ya kusikia tu bila tendo lolote. Danieli 10 mstari wa 19. Kitabu ni Danieli 10 ule mstari wa 19. Ukipata unaweza ukasoma. Danieli 10 mstari wa 19 asema hivi, akasema, mtu upendwaye sana, usiogope, amani na iwe kwako, uwe na nguvu, naam uwe na nguvu. Aliposema nami nikapata nguvu, nikasema, Bwana wangu. Na aseme Bwana wangu, kwa maana umenitia nguvu. Huyu ni Danieli. Malaika akamtokea asema, ewe mwanadamu upendwaye sana, upate nguvu. Danieli anashuhudia, anasema, aliposema nami nikafanyeje? Nikapata nguvu. Amesema nami. Mtu anaposema nawe, wewe mazingira ambayo unakuwa nayo ni kumsikiliza. Haleluya! Kwa ile habari ya kusikia, zile habari za malaika zikampa nguvu Danieli, akiamini aliyesema ni Mungu, aliyeamuru yeye apate kuwa na nguvu ni Mungu. Kwa kupitia ule usemi wa Mungu, vile unapopata kusikia, utengeneze kuamini ili ukawe na nguvu. Lakini neno la Mungu linaposema, unalipokea kwa uwepesi, haliwezi likakutoa mahali ulipo. Utaendelea kuwa mdhaifu, utaendelea kukosa nguvu, na utakuwa na majaribu sana, utakuwa dhaifu sana. Lakini maandiko yameweka wazi ya kwamba Mungu ndiye anayewapa nguvu wasiokuwa na nguvu. Kwa nini wewe upati nguvu? Chunguza kule kusikia kwako. Unaposikia unahubiriwa, unaposikia unaonywa, unakuwa ni mtu wa namna gani? Ni mtu unayeumia? Ni mtu ambaye unachukia? Ni mtu ambaye unaona kama umeonewa? Sasa maonyo yanapokuja kwa mtu, neno la Mungu linapokuja kwa mtu, inategemeana na mapokeo ya mtu, ndiye litamuimarisha. Neno linaweza likahubiriwa kwa watu wote, akaokoka mmoja. Kwa sababu ya nini? Kule kusikia. Amelisikiaje? Amelichukuliaje neno la Mungu?
Lakini Warumi 10 mstari wa 17 unaendelea kutuimarisha namna tunaposikia ndipo tunapata imani. Warumi 10 ule mstari wa 17 unasomeka hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haleluya! Imani ndani ya mtu, mlango wake mkuu ni kusikia. Ukiona mtu ana imani, ina maana alisikia, na anasema kusikia huja kwa neno la Mungu. Unaona nguvu iliyoko katika kusikia, ukiitilia manani, inatujengea imani. Tunakuwa watu wa imani, lakini si kwa shughuli yote tuliyoifanya, bali ni kusikia tu. Niwe makini, Mungu aninyenyekeze sana. Jinsi ninavyosikia neno la Mungu, ndipo nitengeneze imani, nikawe na imani yenye kutembea, ambayo chanzo chake ni kwa kusikia tu. Upendo, wokovu hauko mbali. Neno la Mungu aliko ng'ambo ya bahari, ya kwamba tutatoa wapi meli ya kuifuatia. Neno la Mungu aliko mbinguni, kwamba tutamtoa nani wa kwenda kulifuata. Neno la Mungu lipo nasi hapa. Sisi kazi yetu tu ni kusikia kile kinachonenwa, kile kinachofundishwa. Uwe hodari wa kusikia, uwe ni mtu wa kuamini kile kinachonenwa ni Mungu ananena. Ndipo utatoka ulipo, ndipo utainuliwa, ndipo utawezeshwa. Unaweza ukaambiwa acha uasherati kupitia neno la Mungu, na umesikia na ukaendelea kwa asherati. Unategemea nguvu za Mungu zikushukie? Acha uasherati, amini ni Mungu amesema, ukaacha, ndipo Mungu anakuongezea nguvu ya kuacha zaidi. Haleluya! Sio acha unaenda, usiende unaenda. Ina maana unalichukulia neno la Mungu kiwepesi. Hutamuona Mungu maishani mwako. Utaendelea tu kuamini kwa midomo, lakini ndani hakuna kitu. Kwa tuwe makini sana. Kumbukumbu la Torati linazungumzia habari za kutenda katika kusikia. Ile kusikia ndio inaingia katika kutenda. Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 1. Naamini kuna namna Mungu anaanza kukuzungumzia na unapata ufahamu. Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 1. Musa akawaita Israeli wote, akawaambia, enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Zisikieni amri ninazozinena masikioni mwenu, na haki za Bwana ninazozinena wapi? Masikioni mwenu. Amri za Mungu zinaanza kunena kwa mtu kwa njia ya kumsikilizisha. Haleluya! Amri za Mungu Musa anazinena kwa masikio yao, ili wakapate kusikia, ndipo wakapate kutenda sawa sawa na jinsi walivyosikia. Vile tunavyokuwa tumesikia neno la Mungu, ndivyo tunavyoenenda kutenda, tukiamini ni Mungu amesema,
tukiamini ni Mungu ameamuru, ndipo tunapata nguvu ya kutenda. Tukisikia kama ilivyo amri za Mungu, wote tunazichukua, ya kwamba amri za Mungu zinazungumzia usiibe, amri za Mungu zinazungumzia usizini, amri za Mungu zinazungumzia usishuhudie uongo, uheshimu baba yako na mama yako, yani wazazi wako, mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa kupitia kusikia ndiko utajaa na upendo wa Mungu, ndipo utajaa na nguvu ya kutokuzini, lakini chanzo chake kipo katika kusikia. Ukisikia kwa unyenyekevu, Mungu anaachilia kutenda ndani yako. Lakini kusikia kwako ukawa kwa uwepesi, unaweza ukawa unaabudu lakini una imani. Je, Mungu yupo? Unakuwa tu ni mwenda kanisani, ila huna hakika, una shaka. Ni kwa sababu unasikiaje? Vile unapofunuliwa, vile masikio yako yanaposikilizishwa neno la Mungu, unapokea ile nguvu ya Mungu ya njia ya kusikia. Kama Danieli akapata nguvu kwa njia tu ya kusikia. Maandiko yanasema aliwekewa muujiza, au anasema tu, niliposikia naam nikasema, Bwana umenitia nguvu, nikainuka. Imani chanzo chake ni kusikia. Kama chanzo cha imani ni kusikia, hivyo Mungu atatenda kazi nawe kwa njia ya kusikilizisha. Haleluya. Atakusikilizisha, ndipo wewe ukaingia katika utendaji. Mathayo 7 mstari wa 24. Mathayo 7 mstari wa 24 unasomeka hivi: basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Haleluya. Lakini kinachoanza pale anasema basi yule atendaye, anasema basi yule asikiaye maneno yangu anafananishwa na mtu mwenye akili. Ziko akili. Unaposikia maneno ya Bwana unakuwa ni mtu wa akili, unapata nguvu ya kuwa na akili, unapata nguvu ya kutenda. Lakini chanzo ni kusikia. Mungu ameruhusu tukusanyike hapa tukapate kusikia, ndipo tukatende, ndipo tukalinganishwe na watu wenye akili wanaojenga nyumba zao juu ya miamba, sio juu ya mchanga, ambapo mvua ikinyesha, maji yakituama, itatokea ufa. Ujue kusudi la wewe kuwepo hapa, nijue kusudi la mimi kuwepo hapa, kwamba si bure. Mungu ameachilia uwepo hapa ili akapate kupenyeza habari zake kwa njia ya masikio yako, na ukapate kusikia, ukawe na akili. Amina. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mtu anayeenda kanisani, anayekuja hapa, anapotoka hapa, akawe na maarifa, akawe na akili. Nyumba yake ijenge juu ya mwamba ambaye ndio Yesu Kristo. Unapokutana na mambo ya ovyo maovu, utakuwa na maarifa ya kukataa. Si unajua mwanadamu asiyekuwa na Mungu hana hata maarifa ya kukataa. Ukiwa ni binti, unaona kabisa hili libabu na kutongoza, wewe unaangalia tu, wewe hauna maarifa. Ni mke wa mtu unatongozwa, unakubali, hauna maarifa, hauna akili, kwa sababu hujaruhusu kule kusikia, ili ukawe na akili ya kutenda sawasawa ikupasavyo.
Lazima tupate watu wenye akili, tupatikane watu wenye akili. Lakini hizi akili hatuzilipii ada, wapendwa. Haya maarifa yanayozungumziwa hapa ni bure, bali ni kusikia tu. Sijaitozana habari ya ibada kwamba sasa, mpendwa, ulikuja hapo ulikuwa mzinzi, sasa umebadilika, lete ada. Imetokea hivyo kwa kanisa. Mafundisho ya kanisa ni bure. Au ndio maana watu wanadharau? Mungu anajua kabisa hauna gharama ya kumlipa. Tukisema tumlipe Mungu, utamlipa nini? Dhahabu ni mali yake. Vitu vyote vijazao ulimwengu ni mali ya Bwana. Utamlipa nini? Anasema mtu anilipe nini kama si nafsi yake? Na yenyewe ni ya Bwana. Lakini kuna uangalau ambaye anaitoa nafsi yake na maisha yake, anamkabidhi Bwana kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haleluya. Matendo ya Mitume 10 mstari ule wa 44. Matendo ya Mitume 10 ule mstari wa 44. Maandiko yanasomeka hivi: Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Petro alipokuwa akisema nao, Roho Mtakatifu akawashukia walioko nyumbani mwa Kornelio waliposikia lile neno. Unaona, unapokuwa na maandalio mazuri ya kulisikia neno la Mungu, kupo kujazwa nguvu wa Roho Mtakatifu kwa njia ya kusikia tu. Hivyo ndivyo tunaona kwamba katika kusikia kuna uwezo wa kujazwa Roho Mtakatifu. Katika kusikia kuna nguvu ya kuwa na akili. Katika kusikia kuna nguvu ya kutenda. Katika kusikia kuna nguvu ya imani. Katika kusikia kuna nguvu ya kutoa ulipo katika udhaifu wako. Lakini chanzo ni kusikia. Wenzetu tu waliposikia neno la Mungu walijaa na Roho Mtakatifu. Mimi na wewe tunasikieje? Salomo, unasikieje? Lazima uchunguze. Mimi ninaposikia ninakuwa na maandalio gani ndani ya moyo wangu? Mbona imani ambayo tunaisoma ni tofauti na inayoendelea? Lakini neno ni lile lile. Yesu ni yule jana, leo hata milele, habadiliki. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yale aliyotendeka kule ndio atakayotendeka na huku. Na mlango ni ule ule, kusikia. Usiwe mpuuzaji wa neno la Mungu. Usiwe mpuuzaji zidi ya mafundisho. Mungu ameachilia nguvu zake katika mlango wa kusikia. Wale waliosikia walijaa Roho Mtakatifu. Wale waliosikia wakapata imani, wakaokoka. Wale waliosikia wakapata nguvu ya kutenda. Wale waliosikia wakapata nguvu ya kuwa na akili. Wale waliosikia wakawa na imani. Imani chanzo chake ni kutoa mafungu ya 10, ni kutoa sadaka. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia ni bure. Wewe tunajiangalia sasa, sisi tunasikiaje? Wewe unaposikia, unapofundishwa na Roho wa Mungu, unakuaje? Inanihuzunisha, inaniweka chini hii habari ya kwa Kornelio. Hawakuwahi kufundishwa na mtu yoyote. Petro tu anasimama kuwafundisha, Roho wa Mungu anawashukia. Unaona kutu umefundishwa hata na walimu 20, umekaa kwa wokovu muda mrefu kiasi kwamba itabidi saizi uwe umeimarika sana.
na unakuta bado tu mtu ni mchanga, bado mtu uko pale pale. Ni namna unavyosikia, ni namna unavyochukuliana na Bwana. Naye Bwana ametuonya, anasema yeye hazoeleki. Haleluya! Neno la Bwana halizoeleki. Akilisema ukaona ni gumu, ndio litakalo kuhukumu hilo hilo. Tunaona pale mtu anaulizwa, je, ukusikia? Ukufahamu? Utajibu nini? Unasema nilisikia. Shida ilikuwa ni nini? Mungu ashaachilia fundisho la kutoa pale. Asema yeye ni Mungu, hazimii wala hachoki. Uwapa nguvu wasiokuwa na nguvu, uwapa uwezo wasiokuwa na uweza. Nami nipo katika ila hatua ambayo sina nguvu, sina uweza, lakini nahitaji kuwezeshwa. Njia ya kuwezeshwa ni kusikia kile kinachonenwa masikioni mwako, ndio kitaachilia nguvu ndani yako, ukawa na uwezo. Kitabu kingine, Waebrania 4 mstari wa 2. Waebrania 4 mstari ule wa 2. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema ile ile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Asema sisi nasi tumehubiriwa kama wao. Hii dunia injili imeshapita kote, lakini kule kusikia kwao hakukufaa, kwa sababu walichosikia wakuchanganya na imani yao ndani yao. Kwa mlango wa Mungu kumtoa mtu ni kumsikilizisha. Lakini sasa shida inakuwa kwa yule anayepokea. Ye Mungu anapotoa, anatoa kwa wote. Mvua inaponyesha ibagui kwamba huyu ameokoka, huyu hajaokoka, inanyesha kwa wote. Jua linapowaka alisema huyu ameokoka, huyu hajaokoka, linawaka kwa wote. Mapokeo ya kile kinachotolewa ndiyo tatizo la mwanadamu. Mungu anasema na wewe kwa njia ya vyombo vyake viteule, ili ukapate kuwa na ufahamu, ili ukasikie, ili ukahukumiwe kwa haki. Ndio maana anasema ule mwisho hautakuja mpaka habari njema ifike kwa watu wote. Sasa habari njema hainunuliwi madukani. Habari ya injili haurisishwi. Ulikuwa tunaenda sokoni, ulisikia tubu? Je, ulitilia manani? Ulikuwa unapita zako huko msibani, ulisikia injili? Saizi hata mashuleni mnahubiriana, kuna religion, kuna vipindi vya religion. Ni Mungu ameviruhusu vile. Kama mnavichezea ni hatari. Mungu ameachilia injili kila mahali. Ameachilia watu wajifunze kila mahali, kila kona ya dunia. Saizi redio zinatangaza habari za Mungu. Kwa sasa unachokisikia unakiamini, unachanganya na imani ya kilioko ndani yako, au unayapenda nayo uliozaliwa nayo? Unapenda yale matendo yako. Unaona neno likiingia, sasa mimi nitaishije? Mimi nimeshazoea hivi. Lakini kawaida la neno la Mungu linapotujia likisema acha, inabidi uache. Na uamini aliyesema ni Mungu, usiseme ni mtumishi. Sema asante Mungu, umeniona, nitaacha.
Usianze kusema nisamehe huko unaendelea. Unafanya nini? Unaacha. Neno la Mungu likisema imewapasa kumwomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Lichukue kama lilivyo. Anza kuomba. Lakini ukiendelea tu kuishi, sema tu Mungu atusaidie. Kuna kauli kwa Wakristo sikapendi kaunafiki. Unapomhubiri asema Mungu atusaidie, afa anaendelea na maisha yale yale. Mungu atusaidie, anaendelea vile vile. Mungu akusaidieje sasa? Amekwisha achilia neno lake, wewe ndio usikie. Arudi tena msalabani. Amekwisha kufa ili wamwaminie wasipotee, wawe na uzima. Unamwambia hivyo mtu, Mungu atusaidie. Achukue hatua yoyote. Hakuna mkamilifu chini ya dunia. Mungu atusaidie. Maisha ni yale yale. Ni unafiki wa Wakristo. Mtu anamwambia habari za maombi, asema Mungu atusaidie, wiki ijayo akuji. Hakika kweli Mungu atusaidie. Haleluya. Amen. Bwana anaachilia uweza wake kupitia njia ya kukusikilizisha ili utakapokuwa na ufahamu. Anasema mwenye masikio ya kusikia akapate kusikia, asiyesikia akaye asisikie. Lakini najua kwamba amekusudiwa kuuliza ile siku ya kwamba je, haukusikia? Ya kwamba Mungu ndiye alikuwa na uweza wa kukutoa ulipo. Mungu ndiye alikuwa na nguvu ya kuachilia nguvu ndani yako. Mungu ndiye alikuwa na nguvu za kukuwekelea wewe siyekuwa na nguvu. Ulisikia, ukaipenda dunia, ukawapenda marafiki kuliko kulipenda neno la Mungu. Yafaa unapokuwa unasikia neno la Mungu lipende. Uanze kwenda na ibada. Kumpenda Mungu ni kuzulia ibada, ili ukiendelee kusikia zaidi na zaidi, ukarekebike. Hii hatari. Kileta utani tutahukumiwa hivi hivi. Naona hivi leta mizaa. Hakuna njia nyingine ya kumponya mtu zaidi ya kumsikilizisha basi. Yaani hata mtu aseme mniombee, ndio mtaomba, lakini maandiko yamesema imani chanzo chake sio kuombewa, ni kusikia. Hata tungeombeje, lazima Mungu atengeneze mazingira upate kusikia, ufahamu. Atakapofahamishwa dhambi zake, ndipo atarudi kwenda kuchukua mwanambuzi mkamilifu kwa ajili ya matoleo ya dhambi yake. Kufahamishwa nini? Ni kujulishwa. Unapojulishwa ndipo unaanza kugeuka. Unapofahamishwa ndipo unaanza kutenda. Unapofahamishwa ndipo unapokewa na Roho wa Mungu. Tuwe makini sana. Isaya 66b. Isaya 66 mstari wa 2b. Isaya 66 mstari wa 2b. Unasomeka hivi: lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Mungu anapolitoa neno lake, kuna kitu tena nakiangalia kwa unayepokea. Haleluya. Anasema mtu huyu nitakayemwangalia ni yule mnyonge, mwenye moyo wa kupondeka. Moyo wa kupondeka unaujua? Unakuwa una mashaka na unachoambiwa. Kama vile Nathanaeli aliwaambiwa twende ukamwone Yesu, akaenda. Moyo ambao hauna viulizo, moyo uliopondeka. Unaposikia neno la Bwana auanze kusema sasa itakuweje? Usiwe na hali ya kigugumizi, usiwe na moyo wa kusita sita.
uwe ndio kwa habari za Bwana, uwe ndio moyo uliopondeka. Hauna kuuliza, hauna upishi, sio mpaka mkabishane. Pale tu uliposikia unatetemeka. Haleluya. Hii kutetemeka ni hofu. Unakuwa na hofu kwamba Mungu amesema. Nyinyi ni mashahidi, tulipokuwa wadogo kwa wazazi wetu, hata saizi baba yako akisema kitu unaweza kuanza kujibizana naye. Mzazi wako unatii. Hata akikuagiza unapoenda unasema aliyenituma ni nani? Ni baba. Kuna utisho unakuwa nao. Hata ukikutana na marafiki unasema hapana, mimi baba atanipiga, ngoja kwanza nimalize alichonipea ndipo nitarudi. Lakini akikuagiza rafiki yako, si unaweza kupitia hiyo antaongea naye yule, tamalizana. Lakini mzazi anaposema tumeombiwa kutii. Sasa mzazi wa kiroho si zaidi ya mzazi wa kimwili. Hata saizi simu yako ikaa inaita, ukoona aliyepiga ni mama, namna mapokezi ile simu inakuwa tofauti na ningekupigia mimi. Leo mama amenipigia, kuna nini? Hata kama ananisalimia, lakini kuna namna ambao unapokea kwa heshima. Kama ulikuwa kwa kelele unatoka, kama ulikuwa kwa mizaa unatoka. Unasema subiri niongee na nani? Na mama. Subiri niongee na nani? Na baba. Ndipo Mungu anataka aone, anapoyapigia masikio yako yakafunguke, akiamini anayesema ni Mungu. Anayesema na mimi ni nani? Ni Mungu. Mungu anaposema itabidi niwe katika hali ya kunyenyekea, sio hali ya mizaa. Na nikiambatanisha na kutii ili Mungu aniangalie. Kwa Mungu anatoa neno kwa watu wote, lakini kuna mtu anayemwangalia, mwenye moyo uliopondeka. Akiambiwa maombi anakubali, akiambiwa ni ibada ya katikati anakubali. Hana shaka ndani yake, hana viulizo, ana imani, anajua ninachokitenda ni faida yangu. Kuna wengine wanafanya ibada inakuwa kama ni faida ya mchungaji. Mbaye, ngoja niende naye, baba anapigaga sana simu, niende tu na leo. Yaani kama ina maana kungekuwa hamna mawasiliano ya kupiga simu angekaa hata mwaka. Sasa nanyi wataanza kuniulizia acha niende. Badala ujue unainusuru nafsi yako. Lutu aliambiwa ondoka, usigeuke nyuma, ili usuru nafsi yako ukimbie. Kwa Lutu anakimbia akijua nacho kinusuru pale ni nafsi yake. Unapokuwa unafanya ibada, unakuwa unaikimbia dunia kuinusuru nafsi yako. Usigeuke nyuma, sikia ulichoambiwa, kwa faida yako mwenyewe, si kwa faida wanaokuongoza. Yule nana namna yake atatoa hesabu, wewe una namna yako utatoa hesabu. Kwa neno la Mungu linapokunusuru katika ziwa la moto, kimbia kwa miguu yako, tembea. Unataka unaombewa eti mama, ulipofikia unataka unaombewa kweli mama? Hata mtoto anapozaliwa ndio utamnyonyesha, itafika wakati atakula uji, itafika wakati unaanza kumkatia katetu viugali yeye mwenyewe ajilishage, na kama hali unamfokea. Haleluya. Itafika wakati vile ulivyokuwa unamkatia itabidi aanze tena kujikatia mwenyewe. Imani ndivyo ilivyo. Ukishaamini, anza kujirisha, anza kutembea mwenyewe kwa hiari. Haleluya.
sio katika ile hali ya kubembelezana. Tuweke na faini hapa, kwamba si kuja Jumanne faini eti mdogo wangu tuweke faini hapa. Tunasema mwenyewe ajeje Jumapili 5,000. Inakaa hiyo? Haikai. Ndugu, ingia hapo napigwa na jua hapo. Kali hapa. Inakuwa ifai. Tayari mtakuwa mpo katika hali ya nini? Ya sheria. Amwabudu Mungu. Mungu anaabudiwa kwa hiari vile ulivyosikia. Yupo bwana mmoja akasema, mimi nyumbani mwangu nina maaskari na ambao ninawatuma, ninawafanya kazi. Nasema nenda huku nao wanaenda. Wewe Yesu sema tu neno, mwanangu atapona. Nataka kusikia tu neno kwako. Yesu akasema, yule kaenda, mtoto kapona. Njia ilikuwa nini? Ni kusikia. Unapata uponyaji kwa njia ya kusikia. Haleluya. Amen. Sijui kama tunaelewana. Kama tunaelewana, tuone watu wakibadilika. Tuone hapa watu wakianza kutembea wenyewe bila kushurutishwa. Tuone watu wakisimama kwa miguu yao wenyewe ili Mungu akapate kuendelea kuwasikilizisha. Andiko ameweka wazi. Pazia la hekalu lifanya nini? Kila mtu ana ujasiri wa kupendea wapi? Patakatifu. Wewe unataka nani anakuendea? Kila mtu ana ujasiri huo. Tuchunguze kusikia kwetu. Haleluya wapendwa. Tuchunguze sana. Unaposikia neno la Mungu, hata nikikukemea, Mungu akikukemea, sikia tu hivyo hivyo, nyenyekea. Tuna mtumishi alikemewa, Petro. Ambia rudi nyuma shetani, ukikwazo mbele zangu. Petro akarudi, safari kaendelea. Nikuite shetani humu, tutaelewana? Unaona sasa? Kusikia kuliko na nguvu. Petro aliona nimekosea, akarudi nyuma, safari ikaendelea. Na hakuacha kuendelea kuuliza maswali kwa kuwa amekemewa. Utumishi ukaendelea. Wewe unatakeje? Mathayo 18 Mathayo 18 mstari wa 15. Naamini kuna namna unapata ufahamu. Haleluya. Kuna namna unatoka ulipo kwa njia ya kusikia. Mathayo 18 mstari wa 15. Maandiko yanasomeka hivi: na ndugu yako akikukosa, enenda ukamuonye wewe na yeye peke yenu. Akisikia, umempata nduguye. Haleluya. Unaona nguvu ya kusikia? Kuna ila tutampata ndugu yako ambaye amekukosa. Kwa maandiko yanatupa wazi kwamba sisi hatuna uadui, lakini kuna wakati mtu anaweza kukukosea. Haleluya. Sasa akikukosea, anasema nenda ukafanye nini? Ukamuonye kwamba matendo ulivyonifanyia vile haikuwa vizuri. Akinisikia yale maonyo, akisema kweli nilikosea, umempata ndugu. Urafiki unafanya nini? Unaendelea. Hauendi tena kumtangaza, mnakuwa marafiki. Lakini pale kinachosababisha umpate ndugu yako atakaposikia. Unaona? Atakapofanya nini?
sikia. Vivyo vivyo hata katika Bwana, unaposikia maonyo, Bwana anapata ndugu. Si ndio aliyesema mimi ndugu zangu ni wale nao sikia neno langu? Hao ndio ndugu zangu na baba zangu. Kwa Mungu anafanya maonyo, anataka watu wawe waombaji ili wawe ndugu zake. Sikieni. Sikia kile Mungu anasema ukafanyike kuwa ndugu yake. Sikia kile Mungu anasema akakuachilia roho wake. Mungu hawezi akaachilia roho wake kwenye moyo ulioinuka. Utajivuna. Utajivuna. Utajiinua. Kwa lazima uwe katika hali ya unyenyekevu. Unapofundishwa, fundishika, kuwa moyo wa kufundishika. Tutapateje kupona tusipojali? Tutapateje kupona? Au hapo ndo umeshamaliza? Kuna wengine ukiwaambia sasa mbinguni ni kuzuri, kufa sasa uendage huko kuzuri, anasema bado kuna kazi sijaimaliza. Sasa kazi hujaimaliza afu unalala tu, hatuoni shughuli zozote. Sasa kazi unayoimalizia sasa ni ipi? Ila hata saa hizi tu hao wanaoimba tumemwona anapendeza, itokee kwamba ufe sasa uendage utaki tena. Sasa unataka nini? Kuna kazi Mungu, kusudi la Mungu lipo ndani yangu sijalimalizia, alafu na uchapa tu usingizi. Sasa kusudi gani? Matendo gani nao unataka uyatende? Mbona hatuoni sasa mpendwa? Upo tu. Ibada mvivu, maombi mvivu, unamalizia kusudi la uvivu. Tunaposema lipo kusudi la Bwana ambalo ameachilia ndani yangu, tunaona bidii ndani yako. Tunaona unajishughulisha kwa habari ya mambo ya Bwana. Unatafakari yaliyo juu. Maandiko yameweka wazi kwamba mwenye haki imempasa ombe kwa bidii. Hatuoni sasa bidii. Si ufe sasa uendage tukapumzike. Na kwenye utaki. Unaona wanadamu unapokuwa wanafiki, unapokinzana na Mungu, yani tupo tu, atuelewi. Iwe mvua, mnataka mvua, imezidi. Haya jua, ndio linachoma. Mnataka nini sasa? Mnataka giza, sitaona. Mnataka mwanga, hapana. Sasa nuru na mwanga haviwezi vikakaa pamoja. Kwa lazima uchague. Kama ni giza, kaa gizani. Kama ni mwanga, ingia nuruni. Yesu ndivyo alisema. Heri uwe tu vuguvugu, uwe baridi au moto kuliko kuwa vuguvugu. Maana najua hata ukiwa vuguvugu utaangukia kwenye ubaridi. Hata maji yakiwa vuguvugu ukaibuka weka hapa, ni dakika tu 2 ameshapoa. Haleluya. Lakini akiwa moto kabisa, poa anachelewa. Haleluya. Mungu azidi kuponda huo moyo wa kiburi ulioko ndani yetu, moyo wa kujinua ulioko ndani yetu, ili tukapate kuona uweza wa Mungu. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu, utakuona uko sawa, utakwambia uko sawa, lakini neno ndo linakuonesha ukoje. Tuangalie kitabu cha Misali. Misali 29. Mstari wa kwanza. Misali 29 mstari wa kwanza wasema hivi: aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Chunguza moyo wako, umeonywa vingapi?
Chunguzi uliojifunza tukianza kufunzwa. Umeonywa mara ngapi? Je, zidi ya zile tabia ulizoonywa umebadilika? Haleluya. Umeonywa mara ngapi? Chunguza maonyo na onywa zidi ya kusikia habari za Bwana. Je, umeyatendea kazi? Ukiendelea kuwa pale pale utavunjika. Haleluya. Mungu akionya sana mtu kama anaona elewe, anaruhusu tu hata ligari limwangukie huko kafe, uendage tu kuzimu. Yesu alisema msizani ule mnalo ulioangukia watu 18 wale walikuwa ndio wenye dhambi kuwazidi nyinyi. Hapana. Hata nyinyi msipotubu yatawakuta hayo. Kwa kuna muda mwingine Mungu anaweza hata asikuokoe kwenye jaribu kubwa ukafa. Maana inaonekana tu hata nikimtoa hapa anaenda kuendelea yale. Umeshashupaza nini? Shingo. Mungu muda mwingine akiona mtu ni mgumu wa kuelewa, anaachilia nguvu kwake ya upotevu. Upotoke ukahukumiwe vizuri. Sasa tuko mahali hapa tunaonywa. Maandiko yasemaje? Anasema msiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya watu wengine. Ili mfanye nini? Muonyane. Mfanye nini? Muonyane. Sasa unapoonywa unabaki pale pale. Tunaonywa zidi ya kuomba, tuko vile vile. Tunaonywa zidi ya ibada, tuko vile vile. Tunaonywa zidi ya kusaidia wajane, tuko vile vile. Sasa si tutavunjika ghafla. Mungu atatuchoka. Kuna wakati anawaambia wanafunzi wake, nitakaa nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Kuna wakati Bwana anachukuliana na udhaifu wetu, ila kuna wakati anahuzunika naye anaona sana hawa watu nikiendelea kukaa nao hivi ni matunda gani haya? Hili wakapita tu kwenye shoka iliyokwisha kunolewa. Tawi lisilozali kakatwe tu. Kwa unapokuwa hapa, kuwa makini kwa unachojifunza. Ukaenende hivyo. Usije ukazoelea tu kukaa hapa. Haleluya. Kaa katika neno. Kaa hapa hata lini? Tutaonyana hata lini? Utaendelea kusikia tu, ukusikia hata lini? Au changanyi kile unachosikia na imani. Uamini. Alafu natarajia Jumapili naenda tena kanisani. Hii ni hatari. Ni hatari kwa afya zetu, ni hatari kwa nafsi zetu, ni hatari kwa maisha yetu. Mungu afanye nini? Atusaidie sana. Hatuko mbali kumaliza, tuangalie kitabu cha mwisho. Tumwangalie baba yetu wa imani. Kwa Biblia tuna baba wa imani, si ndiye? Ni nani? Abraham. Tuangalie kitabu cha Waibrania 11 ule mstari wa 8. Waibrania 11 ule mstari wa 8. Unasomeka hivi: kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Huyo ni nani? Ni Abraham, baba wa imani. Aliitwa na Bwana. Ina maana imani ya Ibrahimu chanzo chake ilikuwa ni nini? Ni kusikia.
Mtu anayeita ina maana kuna sauti unaisikia. Haleluya. Unapofundishwa kuna maneno unafanya nini? Unayasikia. Sasa Ibrahim alipoitwa tu akapata kusikia, akatoka vile vile Bwana alivyomwambia, alafu asielewe anakoenda. Ila Bwana ameshasema toka katika nchi hiyo, ni nchi ya dhambi. Akatoka. Ndivyo Mungu anavyotuita tunapokuwa katika dhambi. Anasema toka kwenye umbea, utoke. Toka kwenye uzinzi, utoke. Toka kwenye uchawi, toka kwenye uasherati, toka kwenye tabia mbaya, kwenye tamaa, fitina. Abraham akatoka. Wewe unaambiwa hivyo, bado uko pale pale, bado unasema nitoke. Unauliza nitoke. Mungu haulizwi. Haleluya. Mungu anapokufundisha anafanya nini? Haulizwi. Nani awezaye kumshauri Mungu? Yeye ndo anayejua mbele yetu. Kwa anapotutoa mahali fulani, anakuwa tayari ametutengenezea mahali pa kukaa. Anapotutoa katika urafiki wa kidunia, kuna mahali anatutengenezea ambapo patakuwa ni pazuri sana. Kuna watu bado wanasali, bado hajatoka kwenye dhambi, bado anang'ala tu sharubuko, bado umbea umekujaa, tamaa imekujaa, yamkini hata uzinzi. Mungu ameshakutoa huko. Sikia kile Mungu amesema. Kwa Ibrahim anaitwa baba wa imani. Alikuwa kwenye mazingira ambayo hajawahi kufundishwa, lakini alisikia mara moja tu akatii. Sisi hapa tuna miaka tunahubiriana yale. Utaanza kusema sijui mimi ni mchanga. Sasa kama ni mchanga hapa, Ibrahim ndo alikuwa ni mchanga mara moja. Kwa namba moja. Maana hujawahi hubiriwa hata mwinjilisti. Babako ni mwabudu miungu. Mnachanja machale pengine, mnavaa mailizi pengine, alafu po usingizini mtu anakwambia toka kwa babako. Na mtu anatoka. Huyo si ndo alikuwa ndo mchanga? Sasa uchanga wa kizazi cha sasa anarudia dhambi za makusudi, ndio uchanga. Ni utenda dhambi tu huo. Atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, hajawahi okoka. Ibrahim alikuwa ndio ni mchanga, lakini hatua zake zilikuwa za kutembea mbele. Hata ukiona mtoto tu mchanga mwenyewe alikuwa anatambaa, ameanza kutembea, unakuta tena kesho anakaa wizi hata kutambaa tena. Hizo ni hatua nzuri? Unakuwa ni uchanga, ni ugonjwa. Ni ugonjwa. Huu ni ugonjwa. Unaanza kuhangaika naye Muhimbili wapi? Kwamba jamani, alianza vizuri, alikaa, akatambaa, akasimamia, akatembea. Sasa anakaa hata kutambaa, akunje hata mguu. Hizo ni hatua za kurudi nyuma. Kwa hata kama unapokuwa umeokoka, ndio hatua ya mwanzo. Haupaswi kurudi nyuma. Uchanga sio kurejea yale ya nyuma, ni kuendelea kukua hatua mdogo mdogo. Zile hatua za nyuma hatuzikumbuki. Uchanga gani wa kurudia makosa, wa kuendelea kutenda dhambi, bado na kumefarakana na Mungu. Haleluya. Kwa Mungu atusaidie sana, ili neno likakupate ulipo. Haleluya.